Kuchukua udhu umevaa socks alafu ama umevaa viatu haifai. Kama unachukua udhu lazima hii socks uvue, viatu uvue, uchukue udhu kama sema amrisha. Utachukuaje udhu umevaa viatu umevaa socks? Isipokuwa kama anakusudia kama khufain ambayo wewe kusema baridi umevaa nani socks, lakini socks sharti umechukua udhu umevaa shemrisho wakati wewe una tahara una udhu. Sio mara nimekuelewa. Mimi nimechukua udhu nimevaa khufain hiyo au socks, basi baada mimi nitakuchukua udhu tena hamna haja kuvua ile socks. Nachukua udhu na paka juu tu kama mfanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwenye viatu ama kwenye socks inaruhusiwa. Na iko hadithi nyingine, hadithi ya Muslim, Salama radhiallahu anha alikuwa anachukua udhu anapitisha juu bila kufungua ile khimari yake. Nasema nimeona Mtume asema anafanya. Mtume siku moja alikuwa na kiremba hivi kapaka hivi juu. Mtume amethibiti kwake Sheikh Mrisho aina mbili ya nani kufanya masah al-ras. Ndio. Aina mbili. Kwanza kachukua udhu kaweka maji hivi. Kaanzia hapa kapaka. Kaleta mbele. Karudisha sehemu imeanza. Kaingize hii katika hii masikio. Bukhari Muslim. Na hiyo Bukhari imekuja kaanzia hapa. Kabeleke nyuma. Karudisha hapa. Alikuwa hachukui maji mpya kwa sikio. Lana amekuja hadithi hasan, Mtume anasema al-udhunani min ar-ras. Sikio yuko na pamoja na kichwa. Na Mungu anasema msahu bi ruusikum. Lakini kichwa zenu. Kichwa sasa sikio yuko pamoja na kichwa. Sasa hadithi anasema Imam Shafi'i anamtaja baadhi Shafi'ia anachukua maji mpya kwa sikio. Hii hadithi sio sahihi. Naam. Ina mtafaili Sheikh ni socks kama umevaa udhu unaweza kupaka, na hata kama mtu ana kiremba hapa kama mtu ana khimara akataka kufungua mbele ya watu kwa sehemu safari anaweza kupaka juu inatosha. Lakini hii ni sharti kwamba au amesha kwa socks udhu mapema ya socks sasa. Lakini kichwa hapana, sio sharti. Ya socks lazima uwe umechukua udhu kabla.